vizazi vyetu, katika maisha ya majirani zetu na ndugu na marafiki, ili tuweze kupata kupona. Lakini Mungu anaeleza ya kwamba utakwenda kwa kupapasa mchana kama papasavyo kipofu gizani, wala ufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hautapata kuwa na mtu wa afya. Tunafanya kama tunavyotaka, tumesema, lakini kwa tendo hilo la kukataa, Mungu anatuambia tutatembea kwa kupapasa gizani. Watu leo wengi wanahangaika, wanasema mbona nasikia mapigo ya moyo yanaenda kasi, mbona najisikia napumua vibaya, mbona nasikia tumbo linavuruga. Lakini ukifuatilia tabia zake, yeye pombe, sigara ni zake, vyakula vya viwandani ni vyake. Lazima utembee kwa kupapasa na kuanza kusema sasa, nimerogwa kwa kweli, kwa sababu sio kawaida yangu. Na unaanza kumrushia jirani yako ambaye huyo kwayo unamchukia. Na hapo basi afya ya kijamii inakuwa sio imara tena, afya ya mwili wako inakuwa sio imara tena, afya ya kiroho yako inakuwa sio imara tena, na afya ya akili yako inakuwa imepuputika. Jambo moja katika nyanja moja ya kiafya inapukutisha nyanja zote za afya yako. Lakini katika mstari wa 34 kuna neno linasemwa pale, hata uwe mwenye wazimu kwa yaonywayo, na macho yako utakayo yaona. Yaani utakuwa wazimu kiasi kwamba hata yale tunaokusaidia kukufundisha kwamba jambo hili sio jema, unaathiri mwili wako, lakini kwa sababu umeshakuwa na wazimu, kwa sababu ya vile unavyokula, vile unavyokunywa na vile unavyoishi, matokeo yake hata pale neno la Mungu linapohubiriwa katika maisha yako, linakuwa halina chachu katika nyanja zote za afya yako. Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililo zito usilopata kupooza, tokea wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa. Na leo tunashuhudia wengi wakiwa na majipu mbalimbali, na miguu yao imekuwa na taabu, lakini chanzo chake ni magonjwa ya Kimisri, magonjwa sababu ya dhambi duniani. Ni baadhi ya magonjwa ambayo yanatutesa, na kwa kweli yametutesa, na sasa ufumbuzi umekuja Kanyerere ya kwamba kila mmoja anayesikia sauti hii ili apate kupona. Ugonjwa ni kinyume cha hali ya ukamilifu wa mwili wa binadamu katika nyanja ya kiakili, kimwili, kiroho na kijamii. Huo ndio ugonjwa. Na leo hii tumekuwa mashuhuda ya kwamba kuna magonjwa ya akili, lakini kuna magonjwa yanayoathiri miili ambayo yapo yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Lakini kuna ugonjwa wa kiroho, ambao ugonjwa huu wa kiroho Kristo mwenyewe ambaye ni mwana wa Mungu amekuja ili kutuponya magonjwa hayo. Na ushahidi huu unatolewa katika maandiko matakatifu, kwa sababu magonjwa, kuteseka na kifo chanzo chake ni Shetani, na Shetani amekusudia tupate kifo cha milele. Hivyo basi Mungu akuendelea kuacha iwe hivyo, bali alimtuma mwanaye Yesu Kristo ili aje atuponye, atukomboe, tuweze kupata maisha ya umilele tena baada ya kifo. Ni katika kitabu cha Injili ya Mathayo, na ile sura ya 9 na ule mstari wa 35, maneno haya ya kutia moyo ya Yesu Kristo. Anasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja ili atuponye, na
kabla ya kutuponya alihubiri na kufundisha. Ndicho leo tunakifanya hapa. Wengi wakisikia mafundisho hawataki kusikia, lakini ukweli ni kwamba ili upate kupona kwa tatizo ulilo nalo ni lazima ujue chanzo, na chanzo kinapatikana katika mafundisho pamoja na mahubiri yanayohubiriwa katika mikutano hii, ili kusudi utakapoelewa chanzo ni nini, hapo basi ndipo Kristo Yesu atakuponya ugonjwa wako wa aina yoyote. Yaani kwa Yesu Kristo hakuna mgonjwa ambaye anashindikana, maana huyu ndiye tabibu mkuu, na tunaimba kila siku tabibu mkuu huyu Yesu mwenye huruma. Huyu ni daktari bingwa, na ni zaidi ya daktari bingwa wa duniani, na hafananishwi na mtu yeyote katika ulimwengu huu, katika sayari zote. Yeye pekee ana uwezo mkubwa wa kurudisha nyuma pale paliposhindikana. Leo sisi ni mashahidi ya kwamba wapo watu walikata tamaa wakiwa wagonjwa. Hata mimi mwenyewe nilishawahi kukata tamaa. Wakati fulani nilikuwa nikiumwa sana, lakini toka nimempata Yesu huyu, ninashuhudia ya kwamba Yesu anaweza kufanya reverse, anaweza kurudisha nyuma palipobomoka, anaweza kuponya pale ambapo madaktari wameshindwa. Na hivyo ndiyo maana hata katika kanuni za afya tukasema kumwamini Mungu ndiyo msingi unaobeba kanuni zote za afya. Kuteseka ni usumbufu na taabu au athari itokanayo na ugonjwa. Kwa kweli ukiugua utateseka. Utateseka kutumia dawa kama chakula na si chakula kama dawa. Leo hii ukienda kliniki mbalimbali utagundua ya kwamba unaweza kukuta mgonjwa mmoja anaugua magonjwa zaidi ya 5. Unamkuta mgonjwa huyo mmoja ana pressure, unamkuta mgonjwa huyo mmoja ana kisukari, unamkuta mgonjwa huyo mmoja ana madonda ya tumbo, unamkuta mgonjwa huyo mmoja ana uric acid iliyozidi, unamkuta mgonjwa huyo mmoja ana shida ya mishipa ya damu ambayo inapata tabu kwa sababu ya matumizi ya sigara. Mtu mmoja na anapopewa dozi, utashangaa sana, anapewa dozi kulingana na magonjwa yake. Na hivyo akitoka hospitali kutoka na kafurushi kamfuko kalikojaa dawa, na akifika kumeza dawa, kwa kweli zile dawa akimeza anashiba kwa sababu ni furushi la dawa. Lakini leo hii neema imefika katika Kanyerere ya kwamba hatutatumia dawa kama chakula, bali tutatumia chakula kama dawa. Haleluya! Ili ya kwamba Kristo anaposema ya kwamba tuitii sauti yake katika kile alichotupatia tukile, ambacho ni safi na ni chema kwa ajili ya afya zetu. Mche utoao mbegu ambao ndani yake una matunda yenye mbegu ndani yake, kitakuwa chakula chenu. Ya kwamba ametupa mazoezi ili tufanye kwa ajili ya afya zetu. Ya kwamba ametupa maji safi na salama ili tunywe na kuburudisha nafsi zetu. Ya kwamba ametupa mwanga wa jua ili tuwe imara na kupata mifupa ambayo iko imara kwa ajili ya afya zetu. Ya kwamba ametupa hewa safi ili tuvute na mapafu yetu yaburudike na yaondokane na saratani mbalimbali za mapafu. Ya kwamba ametupa tumwamini yeye ambaye ndiye chanzo cha yote, na anatupatia pumziko katika yeye ambaye yeye ndiye muumbaji wetu na mmiliki wa mwili yetu. Na hivyo basi, kwa kutambua hilo, kuteseka kunakoma. Kwa kutambua hilo, ugonjwa unakoma. Kwa kutambua hilo, kifo hakina nafasi kamwe katika maisha yetu, na bali tunakuwa na uzima wa milele ulio ndani ya Kristo Yesu. Haleluya! Mwisho niseme nini? Tutaulizana ya kwamba kwa hiyo tufanyaje? Tufanyaje ili tutokane na mateso haya?
Jibu ni kwamba wengi wetu leo tunapouliza swali hili ya kwamba tufanyaje ili haya yote yatuondoke katika maisha yetu, ugonjwa, kuteseka na kifo, jibu ni kumwamini Yesu Kristo. Na kumwamini Yesu Kristo ni kwa kuzishika sheria zake ambazo ametupatia, ili tuondokane na urafi wetu wa kutamani vile vinavyozuru mwili, vile ambavyo vina athari katika afya zetu za kiroho, kimwili, kiakili pamoja na kijamii, na kula chakula kirahisi kilichoandaliwa katika hali nzuri ambayo inafaa kwa ajili ya afya bora, lakini na kuendelea na mtindo bora wa maisha ya mazoezi, ili kusudi tuondokane na taabu na masumbufu yatokanayo na kutokuzitii amri za Mungu na kanuni za afya ambazo ameziweka. Mungu awabariki na Mungu atupatie nguvu, ili ya kwamba katika siku ya kesho tuje ili tuone aina ya makundi ya vyakula ambavyo Mungu alitupa, na kisha tukishaona aina ya makundi hayo, tutaona ni namna gani makundi hayo yanafanya kazi katika miili yetu, na zaidi tutazidi kujifunza, ili ya kwamba kila mmoja wetu awe na afya na sia njema yenye kumtukuza Mungu. Hakika Mungu atubariki sote kupitia jina Yesu Kristo. Amina. Tusimame tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa rehema zako ambazo umetupatia. Tazama, tumesikia nini unasema katika maisha yetu. Unatamani tuwe na afya bora, imara, ili tuweze kukutukuza wewe Mungu, kwa sababu umetuumba kwa namna ya ajabu na ya kushangaza sana. Basi Bwana, tukutukuze katika miili hii. Naamini Mungu utakuwa pamoja nasi katika vipindi vinavyoendelea, kwa tumeomba na kuamini kupitia jina Yesu Kristo. Amina.
hekalu la Bwana, tusiharibu kuitumikisha. Pombe na madawa ya kulevya chukizo vinaharibu mwili wote. Miili yetu ni hekalu la Bwana, tusiharibu kuitumikisha. Pombe na madawa ya kulevya chukizo vinaharibu mwili wote. Tuilishe sasa, tuitunze. Neno la Mungu ndio silaha yetu, linalinda miili yetu. Tuilishe sasa, tuitunze. Neno la Mungu ndio silaha yetu, linalinda miili yetu. Miili yetu ni hekalu la Bwana, tusiharibu kuvuta sigara, kuharibu tumbo na kifua. Mwenzangu, acha machukizo kwa Bwana. Miili yetu ni hekalu la Bwana, tusiharibu kuvuta sigara, kuharibu tumbo na kifua. Mwenzangu, acha machukizo kwa Bwana. Tuilishe sasa, tuitunze. Neno la Mungu ndio silaha yetu, linalinda miili yetu. Tuilishe sasa, tuitunze. Neno la Mungu ndio silaha yetu, linalinda miili yetu. Tuilishe sasa, tuitunze. Neno la Mungu ndio silaha yetu, linalinda miili yetu. Tuilishe sasa, tuitunze. Neno la Mungu ndio silaha yetu, linalinda miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tena kwa upendeleo mkubwa ambao ametupatia kupitia nafasi ambayo ametutunza. Kwa kweli sio akili zetu ya kwamba tuishi, isipokuwa tu ni mkono na maelekezo ya Bwana yako juu yetu. Haleluya. Waimbaji, Mungu awabariki sana. Niwakaribishe wanamkutano wale ambao wamekwisha kufika na wale ambao hawajafika. Popote pale walipo, Mungu apate kuwainua na jina lake liweze kupewa sifa sana. Leo watu wa Kanyerere wameniongezea imani. Haleluya. Nimekuta ya kwamba leo ni siku ya biashara katika maeneo haya,
Na hata mabanda haya ambayo yako hapa, kuna mahali watu walikuwa naweka vifaa vyao mahali hapo ili wapate riziki za kila siku. Lakini watu wa Kanyelele wamesema kwa kuwa Mungu amechagua na kupenda uwanja huu leo, wameamua kuweka vifaa vyao sehemu zingine ambazo wakati mwingine hawakuweza kuzoea kuweka. Ngoja nikutangazie ya kwamba mahali ambapo utaweka kwa neema ya Mungu, kwa sababu umemheshimu Mungu, Mungu ataleta wateja mahali hapo ulipo. Mungu atakuinua, na kwa namna ya pekee sana kila ambacho Mungu alikuwa amewekeza kwako leo kwamba ufanikiwe, mimi naomba ukafanikiwe mara 2 zaidi. Na kwa namna hiyo basi nichukue nafasi hii kabla sijaanza hili somo